Katika juhudi za kupambana na majanga mbalimbali yakiwemo ya moto, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilayani Kahama linaendelea na shughuli ya utoaji wa elimu hiyo kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari za serikali na za kibinafsi. Mkuu wa kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilayani humo, Hafidh Omari, amesema mafunzo ya majanga kwa wanafunzi yamesaidia kupunguza majanga kwenye jamii, huku mwalimu na wanafunzi wa shule hiyo wakieleza namna watakavyoitumia elimu hiyo. Amina Mbwambo, Mwananchi Digital, Kahama. Naitwa mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Hafidh Ramadhani Omari. Mimi ni mkuu wa kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kahama. Muendelezo wa elimu kwa wanafunzi hapa wilayani kwetu Kahama ni mpango mkakati ambao sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kahama tumejiwekea. Kwa nini tumejiwekea? Ni kwamba tunaamini elimu inapofika kuanzia chini basi huwa inaingia kwa usahihi zaidi. Wanasema Waswahili au wahenga, samaki mkunje angali mbichi. Kwa tunaamini kwa umri ambao wanafunzi hao wako nao, tunapowamezesha elimu hii, wanapoimeza basi watakuwa nayo kwa kadri umri wao unavyozidi kwenda, na wanapoendelea kukua watakuwa na hii elimu ikiwa kichwani mwao. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwao kuweza kujiokoa, kuweza kubaini majanga ya moto na majanga mbalimbali. Mafanikio yamejionyesha kwa asilimia kubwa, kwa sababu majanga ya moto ambao kwa asilimia kubwa ilikuwa yanasababishwa na watoto wanapokuwa majumbani, mfano kipindi cha likizo, yamepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini pia majanga ya moto mashuleni ambayo pia kwa kiasi kikubwa ilikuwa inachangiwa na sababu mbalimbali, ikiwemo za wanafunzi labda kuchezea viberiti, kupiga pasi na vitu vingine. Kutokana na elimu hii, majanga yamepungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu vile ambavyo walikuwa wanavifanya mwanzo wameshabaini kwamba hii sio salama, kwa sababu inaweza kusababisha janga likatokea. Wito wangu kwa walimu ni kuzidi kusisitiza vile ambavyo tunavifundisha hapa, wanapoondoka wasiondoke navyo wakaenda kuvidamp sehemu. Waondoke navyo na kwenda kuvifanya kwa vitendo kwa kadiri muda unavyokwenda. Lengo ni kuweka ukumbusho kwa hawa wanafunzi kutokana na hiki ambacho tumewamezesha hapa au hiki ambacho wamekipokea hapa. Wanapokwenda wakakaa nacho bila kukifanyia vitendo, kuna uwezekano mkubwa wa kusahau. Mwalimu Joseph Makaka, wanafunzi wetu wa darasa la 7 wameweza kujifunza vizuri na tunaamini watakuwa mabalozi wazuri juu ya elimu ambayo wameipata siku ya leo. Watakwenda kutoa elimu kwa wenzao kwa maana ya madarasa mengine la 6 na kushuka chini. Watakwenda kuwaelimisha jinsi ambavyo wamepata maarifa katika siku ya leo. Elimu hii tunaamini itawasaidia wao sio tu kwa ajili ya kujibia mtihani, lakini katika maisha yao kila siku. Kwa majina naitwa Amanda Albert Mbago. Tumeweza kujifunza kwa upana yale ambayo tumejifunza darasani. Hatutakuja kusahau, hata kama swali likija kwenye mtihani tutaweza kufaulu na tutaweza kusambaza hii elimu mtaani kwa wanafunzi wenzetu shuleni. Tumejifunza namna ya kupambana na moto inapotokea nyumbani au shuleni. Tutakuwa tuwe na smoke detector ambazo zitatusaidia. Yaani hiyo bell ikishaanza kuhisi smoke itatusaidia, tutajua kwa wakati kama moto upo na tutaamka na kufuata taratibu zingine. Kwa majina naitwa Betness Wilbert, ni mwanafunzi wa darasa la 7. Yakitokea majanga katika nyumba yako au kwa mwingine au jirani yako, unatakiwa upige namba 114. Mambo ya kuzingatia: unatakiwa uangalie watoto wako wasio wanachezea viberiti au wenyewe muangalie na circuit, jinsi ya sehemu ya kuweka na mambo mengi kuhusiana na umeme.